Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya, na kama afya yako haina utimilifu, Mungu akusaidie urejee katika hali yako ya hapo awali. Karibu katika habari za kati. Mimi ni Amina Akiba, na tuanzie hapa nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali itaendelea kusikiliza na kufanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa na tume iliyoundwa kuchunguza migogoro ya ardhi, utekelezaji wa zoezi la uhamiaji wa hiari kwa wakazi kutoka eneo la hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Daktari Samia amezungumza hii leo baada ya kupokea ripoti ya tume hiyo Ikulu Chamwino jijini Dodoma, na kuongeza kuwa serikali inalenga kupata suluhisho la kudumu litakalolinda maisha ya wananchi wa hifadhi rasilimali za eneo hilo. Mwanahabari wetu Jacqueline Kobelo ana undani wa taarifa hiyo. Rais ameeleza kuwa lengo la kuunda tume hiyo lilikuwa kusikiliza maoni ya wadau mbalimbali, ikiwemo wakazi wa eneo hilo, viongozi wa kijamii na wataalamu wa uhifadhi, ili kupata ukweli na mapendekezo yatakayosaidia kufanya maamuzi sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa tume na ndugu wajumbe, nimesikiliza kwa kina taarifa za tume zote mbili na kutazama makala ya video iliyoandaliwa ambayo imeonyesha hali halisi ya maeneo mliyoyatembelea. Kimsingi, taarifa za tume zimeonyesha umuhimu wa kulinda mfumo ekolojia unayounganisha eneo la hifadhi ya Ngorongoro, pori la akiba Pololeti na maeneo ya Ziwa Natron. Haya maeneo ni maeneo muhimu sana kwa nchi yetu, mbali ya mambo yaliyoonyeshwa hapa na yaliyozungumzwa. Aidha, amesisitiza kuwa serikali itayapitia kwa makini mapendekezo yote yaliyowasilishwa ili kuhakikisha haki na maslahi ya wananchi yanazingatiwa, huku juhudi za kulinda mazingira na urithi wa taifa zikiendelea kupewa kipaumbele. Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Ikiwa mgogoro huo wa ardhi katika eneo la Ngorongoro umekuwa ukijadiliwa kwa muda mrefu, hasa kuhusu uwiano kati ya uhifadhi wa mazingira na ustawi wa wakazi wanaoishi katika eneo hilo, jambo ambalo serikali sasa inalifanyia tathmini kupitia ripoti ya tume hiyo. Jacqueline Kobelo, SAUT. Tusalia hapa nchini Tanzania, ambapo Baraza la Waislamu nchini Tanzania BAKWATA limetangaza kuwa sikukuu ya Eid al-Fitr taifa ya mwaka 2026 itafanyika mkoani Dar es Salaam. Sikukuu hiyo inatarajiwa kufanyika kati ya Machi 20 na 21 mwaka 2026, kutegemea mwandamo wa mwezi wa mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanahabari wetu Pendo Milanzi ana undani wa taarifa hiyo. Ni mara baada ya tangazo kutoka katika Baraza Kuu la Waislamu nchini Tanzania ambalo limebainisha kuwa sikukuu ya Eid al-Fitr kwa mwaka huu 2026 inatarajiwa kuwa kati ya tarehe 20 na 21 ya mwezi Machi. Lakini leo nipo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, ambapo nimepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya waumini wa Kiislamu kuelezea kuwa wamejipanga vipi na siku hii na wameipokeaje taarifa hiyo. Nimelipokea vizuri, na kama dini inavyotufundisha ni katika hizi 10 za mwisho tuzitumie vizuri, na Eid itakapofika tujiandae na zakatul fitri na mambo mengine. Binafsi kwa upande wangu ni kama taarifa ambayo imenikumbusha wajibu wangu na kujiandaa na mitoko ya Eid, kanzu, viremba na mambo mengine. Nimejipanga ni kuisherehekea Eid yangu vizuri. Mwenyezi Mungu akinijalia afya njema, nikiamka salama, nitaamka asubuhi kwenda kuswali Eid, nitarudi, nitaanza kuandaa maanjumati. Sisi kama Waislamu tunajiandaa vyema kwa sababu tumejitahidi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tupo tayari kwa ajili ya kusherehekea siku ya Eid. Wito wangu tu labda kwa watu wa masokoni watulegezee, wasije wakaanza kupandisha vitu bei kwa kuona labda sikukuu imeshaanza kukaribia. Lakini swala hii ya Eid inatarajiwa kuswaliwa katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa 4 uliopo Kinondoni jijini Dar es Salaam kuanzia saa 1:30 asubuhi, na baadaye kufuatiwa na baraza kuu la Eid litakalofanyika katika ukumbi wa Julius Kambarage Nyerere. Na mgeni rasmi katika baraza hilo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Pendo Abdallah, SAUT TV. Na huko nchini Uganda,
Uganda imetangaza mpango wa usafiri bila visa nchini humo kwa nchi 40 ndani ya miezi mitatu, huku ikilenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kurahisisha usafiri hasa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na nchi nyingine duniani. Mwanahabari wetu Faith Olomi ana undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo iliyotolewa na serikali ya Uganda na kutekelezwa na idara ya uraia na udhibiti wa uhamiaji Uganda chini ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo inalenga kuimarisha usafiri wa watu, utalii, kupanua uhusiano wa kibiashara na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kikanda barani Afrika na kwingineko. Mpango huo utajumuisha nchi za Afrika ikiwemo Kenya, Rwanda, Tanzania na nyinginezo pamoja na washiriki wa nje ya Afrika kama Ireland, United Arab Emirates na nyingine zaidi. Mabadiliko haya katika sera ya visa na kuingia nchini Uganda yanafuatia uamuzi wa Marekani kuanzia Januari 21 mwaka 2026 ulioweka sheria kali za visa nchini Uganda. Hii inajumuishwa na bondi ya dola 15,000 inayoweza kurejeshwa na visa vya B1 na B2, kipindi cha uhalali kinachopunguzwa cha miezi mitatu na vikwazo vya mara nyingi. Aidha, Uganda imepunguza idadi ya nchi ambazo zinaweza kupata hati ya usafiri wa kidiplomasia ili kuunga mkono ziara rasmi, mashirikiano ya hali ya juu na ushirikiano mkubwa. Baadhi ya nchi kama Marekani, Umoja wa Ulaya na Uingereza hazijapewa ruksa ya kuingia nchini Uganda bila visa. Mimi ni Faith Olomi, SAUT TV. Na tuhitimishe habari zetu huko nchini Marekani. Marekani imethibitisha kuwa moja ya ndege zake za kijeshi imeanguka katika eneo la magharibi mwa Iraq wakati ikiendelea na operesheni zake za kijeshi pamoja na Israel dhidi ya Iran. Tukio hilo limetokea usiku wa tarehe 12 Machi kuamkia Ijumaa na kuibua juhudi za haraka za uokoaji kutoka kwa jeshi la Marekani, huku mamlaka za kijeshi zikiwa zimeanza operesheni za kuwatafuta na kuwaokoa wahudumu waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mwanahabari wetu Donald Anton ana undani wa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa United States Central Command CENTCOM, ambacho ni kitengo kikubwa cha kijeshi cha Marekani chenye jukumu la kusimamia operesheni za kiulinzi na usalama katika maeneo ya Mashariki ya Kati, ndege iliyoanguka ni ya kujaza mafuta angani aina ya KC-135 Stratotanker. Jeshi hilo limesema ajali hiyo ilitokea katika anga rafiki wakati wa operesheni ya kujaza mafuta angani kabla ya kuanguka inayojulikana kama Operation Epic Fury. Taarifa iliyotolewa na afisa wa Marekani ambaye alifanya mazungumzo na shirika la habari la Associated Press AP kwa sharti la kutotajwa jina kujadili hali hiyo, amesema ndege ya KC-135 iliyoanguka ilikuwa na wafanyakazi wapatao 5. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kulikuwa na ndege 2 katika operesheni hiyo, lakini moja tu ndio iliyoanguka huku nyingine ikifanikiwa kutua salama. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu vifo au manusura waliokuwepo ndani ya ndege hiyo. Hata hivyo, kundi la wapiganaji linalojiita Islamic Resistance nchini Iraq limedai kuwa ndilo lililoidungua ndege hiyo wakati wa operesheni zake. Kundi hilo limeongeza kuwa lilitumia silaha maalum kuishambulia ndege ya Marekani katika eneo la magharibi mwa Iraq. Vita hivyo vimeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Marekani. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa wananchi wengi hawana uungwaji mkono mkubwa wa operesheni hiyo ya kijeshi, licha ya Rais Donald Trump kusisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa usalama wa taifa hilo. Vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vilianza rasmi tarehe 28 Februari 26 vikilenga kuleta mabadiliko ya utawala nchini Iran. Donald Anton wa SAUT TV. Nikushukuru sana mtazamaji wa SAUT TV. Endelea kufuatilia SAUT TV habari kila ifikapo saa 3 kamili za usiku. Hii ilikuwa ni habari ya kati iliyosomwa kwako nami Amina Akiba. Hadi wakati mwingine.